Qiraatul Fatiha, na kitapasa kitawajibika kisomo cha Fatiha fi kulli rak'atin, ndani ya kila rakaa lazima usome suratul Fatiha. Swala yoyote rakaa zote hakuna khiari, tajibu, kitawajibika qiraatul Fatiha, kisomo cha Fatiha fi kulli rak'atin, katika kila rakaa moja ya swala yako lazima usome Fatiha kwanza. Wayusannu ziyadatu alaiha, na panasuniwa kuzidisha juu yake hiyo Fatiha. Wayusannu ziyadatu alaiha, na panasuniwa kuzidisha juu yake hiyo Fatiha. Fi rak'ataini al-akhirataini, kwenye rakaa mbili za mwisho. Aidan, vile vile, ahyanan, baadhi ya wakati. Wayusannu, na panasuniwa, sio watajibu watajibu qiraatul Fatiha. Sasa kinachokuja baada ya Fatiha anasema wayusannu, kwa tuelewe hizi alfadhi za shekhe ashielezea huko nyuma nini maana ya ruknu, nini maana ya wajib, nini maana ya sunna, kwa anayatumia haya maneno. Sasa watajibu ndio ile wajibu, sasa wayusannu ndio ile sunna. Watajibu, na kitawajibika, kitapasa qiraatul Fatiha, kisomo cha suratul Fatiha fi kulli rak'atin, kwa kisomo ni wajiba, wajib lazima cha Fatiha kila rakaa. Alipoingia kwenye kisomo baada ya Fatiha akasema wayusannu, na panasuniwa, ndio ile maana ya sunna. Wayusannu, na panasuniwa aziyadatu alaiha, kuzidisha juu yake hiyo Fatiha. Fi rak'ataini, kwenye rakaa mbili, al-akhirataini, za mwisho. Aidan, vile vile, ahyanan, mara moja moja, baadhi ya wakati. Itafaa kwenye rakaa mbili za mwisho ambazo kawaida hapasomu kisomo baada ya Fatiha, itafaa kuleta kisomo baada ya Fatiha, lakini isiwe ni utaratibu. Ahyanan, iwe ni mara moja moja, baadhi ya wakati. Utaratibu ni kukomea kwenye qiraatul Fatiha peke yake, ikawa ndio mwisho katika isiyokuwa rakaa mbili za mwanzo. Hizi nyingine sasa sawa, ndio utaratibu. Wala tajuzu italatul imami lilqiraa, na haifai kurefusha imamu kisomo. Maimamu sasa, wala tajuzu italatul imami, na haifai kurefusha imamu kisomo biakthara mimma jaa fi sunnah, zaidi kuliko kile kilichokuja katika sunna. Biakthara, zaidi, mimma jaa fi sunna, kuliko kile kilichokuja katika sunna. Imamu asifanye hivyo, haijuzu. Wala tajuzu, wala haifai, italatul imami lilqiraa, kurefusha imamu kisomo biakthara, zaidi, akarefusha zaidi, mimma jaa fi sunna, kuliko kile kilichokuja katika sunna. Akomee pale pale, pamoja na kurefusha kwake kwenye ruhusa ya kurefusha, kama vile kwenye salatul fajr imamu anatakiwa arefushe. Sasa anafungwa hapa, anaambiwa pamoja na kuruhusika kurefusha kisomo katika salatul fajr au dhuhuri, basi haitafaa kurefusha zaidi ya pale mafunzo yalipofika. Ukirudi kwenye sifati salati, ameelezea Sheikhul Albani mfano wa suwar ambazo zimekuja katika salatul fajri, kwenye dhuhuri, kwenye magharib, kwenye la asr na isha. Visomo vya mtume vilikuwa kiwango gani, ukubwa wake na urefu wake. Kwa hiyo ikiwa salatul fajri pameruhusiwa kurefusha kisomo, sawa, ni sunna, lakini haifai kurefusha zaidi ya kile ambacho kimekuja katika sunna. Au salatul dhuhuri ni swala ndefu baada ya salatul fajr, lakini haitafaa kurefusha zaidi ya mafunzo ya mtume yalipokuja kuhusiana na kisomo cha salatul dhuhuri. Kwa kisomo cha salatul dhuhuri usichukue na kulinganisha kama vile salatu alfajiri, haitafaa, ukomee pale pale. Fa innahu, kwani hakika yake, yashuku bidhalika, kwani hakika yake atamtia uzito kwa hilo. Yashuku bidhalika, atamtia uzito kwa hilo. Anazungumzwa imamu asirefushe kisomo. Fa innahu, kwani hakika yake, yashuku bidhalika, atamtia uzito kwa hilo,
ala man qad yakunu waraahu, yule atakayekuwa nyuma yake. Ala man qad yakunu waraahu, yule atakayekuwa nyuma yake, asirefushe zaidi ya mafunzo yalipokuja. Kwa nini? Fa innahu, kwani hakika yake, yashuku bidhalika, huyo imamu atamtia uzito kwa hilo la kurefusha zaidi ya kiwango. Ala man qad yakunu waraahu, yule atakayekuwa nyuma yake, maamuma wake atamtia uzito. Ni kina nani hawa ambao watatiwa uzito? Min rajulin kabirin fi sinni, ambaye ni mtu mzima wa kiume. Min rajulin kabirin fi sinni, ambaye ni mtu mzima wa kiume. Au maridhin, au mgonjwa atamtia uzito. Au imraatin laha radhi', au mwanamke ambaye ana yeye mtoto mwenye kunyonya. Au imraatin, au mwanamke ambaye laha, ana yeye radhi'un, mtoto mwenye kunyonya. Au dhil haja, au mwenye haja. Min rajulin kabirin fi sin, ambaye ni mtu mzima wa kiume. Au maridhin, au mgonjwa. Au imraatin, au mwanamke ambaye laha, ana yeye mwanamke huyo radhi'un, mtoto mdogo mwenye kunyonya. Au dhil haja, au mwenye haja. Sababu unaposwalisha kuna sampuli za watu tofauti, hali za watu hazilingani. Kuna watu wazima, kuna wagonjwa, kuna wanawake, na wengine wana watoto wadogo wenye kunyonya, kuna wenye haja wamepita na safari zao. Sawa, unatakiwa usome mazingira ya hali zote hizi. Kwa kurefusha kwako kisomo zaidi ya pale ambapo kiwango kimekuja katika mafunzo ya Mtume, utawatia watu uzito na utawakimbiza watu katika msikiti wako. Imamu wewe, watu watakukimbia. Au katika msikiti ambao umekabidhiwa kuswalisha, watu watakukimbia na kuukwepa, kwa sababu unawatia uzito watu wazima, wagonjwa, wanawake wenye kunyonyesha, watoto wahimili njaa za kisomo kirefu, watoto waanza kulia wanataka kunyonya, wewe upo tumeshikilia kisomo chako. La. Au dhil haja, au mwenye haja kapita na haja yake, safari yake, kaingia kidogo kuswali, sasa anakumbana na kisomo, anawaza safari, na huko anakoenda khushu haipati tena. Anawaza imamu atamaliza saa ngapi, mimi mambo yanaharibika huko ninakoenda. Kwa unawatia uzito watu, halifai. Sasa ruhusa ya kurefusha ufikie pale pale ambapo Mtume alifunza. Kama ni ya dhuhuri, Mtume alifunza kisomo cha dhuhuri ni kiwango fulani, usivushe pale kisomo chako, fikia pale pale, labda upunguze kwa sababu ya kile ambacho kitazuka ndani ya swala. Aljahru wal israru bil qiraa, kudhihirisha na kuficha bil qiraa kisomo. Aljahru wal israru bil qiraa, kudhihirisha na kuficha kisomo. Yaqulu almuallif rahimahullahu ta'ala, anasema mtunzi Ash-Sheikh Al-Albani Allah amrehemu, wayajharu bil qiraati, na atadhihirisha kisomo. Wayajharu ay wayajharu almusalli, sio na atadhihirisha mwenye kuswali bil qiraati, kisomo. Fi salati subhi, ndani ya swala ya subuhi atadhihirisha kisomo mwenye kuswali. Kwa maana huyu imamu huyu, je, ukiswali peke yako? Je, ukiwa maamuma? Ukiwa maamuma unini hudhihirishi? Je, ukiswali mwenyewe peke yako tu utadhihirisha kiasi cha kujisikia wewe mwenyewe. Ndio sunna ilivyo katika swala ya kudhihirisha. Umechelewa jamaa, unatakiwa udhihirishe kiasi cha kujisikia wewe mwenyewe tu, sauti yako, sio kumkera ale pembeni yako, jisikie mwenyewe nafsi yako. Kama imamu ndio udhihirishe, watu wote wakusikia huko nyuma. Wayajharu bil qiraa, na atadhihirisha kisomo. Fi salati subhi, ndani ya swala ya subuhi. Wal jumaa, na swala ya Ijumaa. Wal iidaini, na swala ya idi mbili, Idul Adha wa Idul Fitri. Wal istisqa, na swala ya kuomba manyweshelezo ya mvua. Wal kusufi, na swala ya kupatwa jua au mwezi. Wal kusufi, na swala ya kupatwa jua au mwezi. Baadhi ya wanachuoni hawatofautisha al-kusuf wal khusuf, yote ni sawa, kupatwa jua na kupatwa mwezi. Wengine al-khusuf wakaeka mbali, al-kusuf wakaeka mbali.
Kwa swala ya kupatwa jua au mwezi, alistisqa swala ya kuomba manyoshelezo ya mvua. Atadhihirisha min salati al-maghrib, katika swala ya maghrib, wal ishai, na isha vile vile. Sema wal ulayaini, tuliwache neno wal ulayaini, na katika rakaa mbili za mwanzo, war rak'atayn wa fi rak'atayn al-ulayaini, na katika rakaa mbili za mwanzo, min salati al-maghribi wal isha, katika swala ya magharibi na isha mbili za mwanzo atadhihirisha kisomo imamu. Wayusirru biha, na atakificha hicho kisomo. Wayusirru, na ataficha biha ay bilqiraa, hicho kisomo. Wayusirru biha, na atakificha hicho kisomo fi salati adh-dhuhri wal asri, kwenye swala ya dhuhuri na swala la asiri. Wa fi thalithati, na katika rakaa ya tatu, wa fi rak'ati thalitha, na katika rakaa ya tatu, min salati al-maghrib, katika swala ya magharibi ataficha kisomo. Wal ukhrayaini, na rakaa mbili nyingine, min salati al-isha, katika swala ya isha. Akisema ukhrayaini akusudia al-akhirataini, rakaa mbili za mwisho, min salati al-isha, katika swala ya isha. Wal ukhrayaini, na katika rakaa mbili za mwisho, min salati al-isha, kwenye swala ya isha ataficha kisomo. Thumma qala rahimahullah, wa yajuzu lil-imami, intabih, sunna iliyoachwa na maimamu wengi sana wanaisahau. Wa yajuzu lil-imami, na itafaa kwa imamu mwenye kuwaongoza watu kwenye swala, an yusmi'ahum, kuwasikilizisha wao, al-ayata, aya, ahyanan, mara moja moja. Wa yajuzu lil-imami, na itafaa kwa imamu, itafaa kwa mwenye kuwaongoza watu kwenye swala, an yusmi'ahumul ayata ahyanan, kuwasikilizisha wao aya mara moja moja baadhi ya wakati. Fi salati sirriya, ndani ya swala ya kuficha kisomo. Fi salati sirriya, ndani ya swala ya kuficha kisomo, swala ambayo imamu hadhihirishi sauti, sawa, anasoma kimya kimya yeye na maamuma anasoma kimya kimya kivao, kama vile dhuhuri na la asri. Lakini sunna itafaa imamu kudhihirisha baadhi ya aya moja moja, tena mara moja moja, sio siku zote, isiwe ada, iwe ni kitu ambacho hutokea baadhi ya mara moja moja, imamu akadhihirisha baadhi ya aya, sio sura, baadhi ya aya. Sema suratul Fatiha kimya kimya, maliki yaumiddin, kisha anaendelea kimya kimya. Kwa sisi tulio nyuma huko tumeisikia maliki yaumiddin ya imamu, alafu sehemu zilobaki kimya, hatusikii kitu. Unakuja kusikia huko tena, idhim ba'atha ashqaha, kumeshafika washamsi wajiuliza, afu umsikii tena. Hilo lafaa, lakini isiwe daima dawama, isiwe ada, iwe ni nadra, kitu cha mara moja moja. Sunna hii imethibiti katika hadithi ya Abu Qatada al-Ansari. Kwenye Umdatul Ahkam tumepita hii milango na dalili yake tumeiona kule. Kwa imamu, sunna hiyo katika swala za sirria tuwasikie ya moja moja, lakini msifanye ada. Wa amma al-witru, ama swala ya witri, wa salatul layli, na swala ya usiku. Wa amma al-witru, ama swala ya witri, wa salatul layli, na swala ya usiku. Fayusirru fiha taratan, ataficha kisomo ndani yake mara fulani. Fayusirru, ataficha kisomo, fiha, ndani yake swala hiyo, taratan, mara fulani. Wayajharu, na atadhihirisha kisomo, taratan, mara nyingine. Swala gani hiyo? Witri na swala za usiku. Fayusirru fiha, ataficha kisomo ndani ya hiyo swala, taratan, mara fulani. Wayajharu, na atadhihirisha kisomo, taratan, mara nyingine. Kwa maana kuna mara yeye atadhihirisha kisomo na wakati mwingine ataficha, hakisikiki kitu. Wayatawassatu fi rafi'i saut, na atafanya ukati na kati katika kunyanyua sauti. Wayatawassatu, na atafanya ukati na kati, fi rafi'i saut, kwenye kunyanyua sauti. Sauti yake asinyanyue sana,
ikiwa ataamua kudhihirisha kisomo asidhihirishe kama vile yuko msikitini anawaswalisha watu sauti kubwa hadi majirani huko wanopita wanasikia nini salatul layl. La, akiamua kudhihirisha kisomo katika salatul layl, salatul witri, yatawassatu, atafanya ukati na kati, sio sauti kubwa sana wala ndogo. Kwa kuna hali tatu kwa mbili. Mtu akiswali swala ya usiku ana khiari baina ya kuficha kisomo chake au kudhihirisha, na ikiwa atadhihirisha yatawassatu fi rafi'i saut, atafanya ukati na kati kwenye kunyanyua sauti, hatodhihirisha sana, atadhihirisha kiasi cha kujisikia yeye na aliye karibu na yeye basi, sababu ni wakati wa usiku watu wamelala. Nasemaje? Twende mpaka arrukuu, tutaianza kesho, tumalizie mambo ya kisomo. Tartilul qiraa, kusoma kwa utuvo kisomo. Tartil alqiraa, kusoma kwa utuvo kisomo. Kile kisomo unachokileta ukisome kwa utuvo. Utuvo maana yake nini? Utulivu. Mswahili wa wapi wewe? Mbona umeelewa mara moja? Haya, watu wa pwani au tukipwani hichi, lakini umekulia humu. Haya, kusoma kwa utuvu. Tartil, kusoma kwa utuvo, maana yake kusoma kwa utulivu, pole pole, bitaanni walhudu, kidogo kidogo, huna haraka, ndivyo unavyotakiwa. Tartilul qiraa, kusoma kwa utuvo kisomo, maana kusoma kwa utulivu kisomo cha Qur'ani. Wasunnatu, na iliyokuwa katika mafunzo ya mtume, an yurattila alqur'ana tartilan, ni kuisoma Qur'ani kwa utuvo. Wasunnatu, na iliyo katika mafunzo ya mtume, an yurattila alqur'ana, ni kuisoma mtu Qur'ani tartilan, kwa utuvo, manake kwa utulivu. La hadhan, si kwa haraka, wala ajalatan, wala haraka sana. La hadhan, si kwa haraka, wala ajalatan, wala haraka sana. Ana spidi ya ajabu, spidi ya rocket, mwendo kasi. Imamu anaitwa Fuso, kuna wengine Marosa. Leo kaingia Rosa, si mchezo leo. Wengine Fuso leo. Yaani kuna imamu wanapoa majina kwa sababu ya ile saria yao. Mtu wako ni saraan fil qiraa, kama vile anapeperuka hivi katika kisomo, watu wanafurahi. Wenye haraka za kuangalia mipira wanafurahia maimamu kama wao. La hadhan, si kwa haraka, wala ajalatan, wala kwa haraka sana. Unaweza kumkuta imamu na msikiele bismillah tu, bismillah, na vile ile mishilizio ndio unamsikilia, ile mishilizio ya aya ndio unamsikia, rabbil alamin rahim ad-dallin. Yana sikia ile mishilizio, lakini huko katikati hujui atakapita pita vipi huko. Mshasikia dhalli, sasa kishafika dhalin, hatuna namna, lazima tuseme amini. Ile amini mkiisoma hamjaimaliza amini, yeye ashaanza. Yaani amini yenu inachanganyika na kisomo chake cha tabatiada. Mtu usoma tabatiada kisha na haraka, wakimbida wapi? Wamo mafuso. Haya, la hadhan, si kwa haraka, wala ajalatan, wala kwa haraka sana. Bal qira'atan mufassaratan, bali kisomo chenye kupambanuliwa. Mufassara ay mufassala. Bal qira'atan mufassaratan, bali atasoma kisomo chenye kupambanuliwa. Mufassala ndio maana mufassara, chenye kupambanuliwa. Harfan harfan, herufi baada ya herufi, kila herufi inasikika. Sio kwamba kuna herufi hazijulikani zimesomwa hazijasomwa, la. Mufassaratan, bali kisomo chenye kupambanuliwa. Ay bali yaqra'u qira'atan mufassara, bali atasoma kisomo chenye kupambanuliwa. Harfan harfan, herufi baada ya herufi. Wayuzayyinu alqur'ana bisauti, na ataipamba Qur'ani kwa sauti yake. Wayuzayyinu alqur'ana, na ataipamba Qur'ani bisauti, kwa sauti yake. Sio aipambe sauti kwa Qur'ani. Intabihia, kuwa makini.
kuna watu wanafanya kinyume. Sasa bila aksi, inatakiwa uipambe Qur'ani kwa sauti yako, sio uipambe sauti yako kwa Qur'ani. Kuna tofauti kwani kati ya kuipamba Qur'ani kwa sauti na kuipamba sauti kwa Qur'ani? Kuna tofauti au yote ni sawa tu? Tofauti ipo. Ukiambiwa kuipamba Qur'ani kwa sauti, kwa maana Qur'ani uisome inavyotakiwa kisha ulete pambo. Pambo ni kitu cha ziada. Qur'ani uisome inavyotakiwa mufassaratan harfan harfan, kisha ndo uipambe sasa, uweke pambo juu izidi kupendeza. Lakini sio kupamba sauti kwa kupitia Qur'ani, kwa maana wewe unaojali ni sauti, hujali Qur'ani. Qur'ani ni ziada, hamu yako ni kile kisomo cha sauti, yani usome kama msomaji fulani vile. Kwa hata kama Qur'ani utakosea, lakini ule mwenendo wako na mawimbi yako ya Qur'ani, sauti yako yameenda vizuri, unachunga mawimbi na kughani na usomaji, hali ya kuwa Qur'ani unaikosea. Hapo ndo umeipamba sauti kwa Qur'ani. Na hapo ndo umeipamba sauti kwa Qur'ani, na haitakiwi. Unatakiwa uipambe Qur'ani kwa sauti yako, iwe hamu yako ni kuisoma Qur'ani vizuri, kisha lije pambo juu yake la sauti. Wa yuzayyinu al-Qur'ana bisauti, na ataipamba Qur'ani kwa sauti yake. Wa yataghanna bihi, na ataghunia, ataghani kwa hiyo sauti au kwa hiyo Qur'ani. Wa yataghanna bihi, na ataghunia kwa maana ataghani, sawa, bihi kwa hiyo sauti, fi hududil ahkami, kwenye mipaka ya ahkami almaarufa, zenye kufahamika. Hudud inaweza kutafsiri mipaka au maana. Haddi kwa maana ya maana, hudud ina maana mipaka au maana. Fi hududil ahkami, kwenye ile mipaka ya ahkami almaarufa, hukumu zenye kufahamika. Unatakiwa ughani, ughunie kwa hiyo sauti yako kwenye zile maana na ile mipaka ya ahkami yenye kufahamika, inda ahli ilmi bitajwidi, mbele za wanawachuoni wa tajwidi. Sauti yako inatakiwa ighunie, utoe ghunna kwenye ile mipaka ya hukumu zenye kufahamika kwa wanawachuoni wa tajwidi. Somo la tajwidi ni maarufu. Kuna baadhi ya ahkamu zinahitajia ghunna, kutoa sauti minal khayshum, katika mionzi ya pua. Kuna sehemu utafika utatakiwa utoe sauti puani, hiyo ndo kughunia katika ahkami zenye kufahamika kwa wanachuoni wa tajwidi, kama vile ikhfa'u, iqlabu, idgham. Utakuhitajia wewe utoe sauti puani, ndo maana yake hapa. Wayataghanna bihi, na ataghunia kwa hiyo sauti yake, fi hududil ahkami, katika mipaka ya zile hukumu almaarufa zenye kufahamika, inda ahli ilmi bitajwidi, mbele za wanachuoni wa tajwidi maarufu zinafahamika ahkam, kama vile ahkamu nunu sakinati wa tanwin, zinahitajia ghunna nyingi zake, isipokuwa idhari. Wala yataghanna bihi, wala hatughani kwa hiyo Qur'ani itakuwa ala al-alhani al-mubtadi'a, juu ya uimbaji wa wazushi. Alhani al-mubtadi'a, uimbaji wa watu wazushi. Wala ala al-qawanini al-musiqiyya, wala juu ya kanuni za kimziki. Wala ala al-qawanin, na wala juu ya kanuni al-musiqiyya, za kimziki. Musiqiyya, kanuni za kimziki. Wala asighunie, asilete ghunna katika hizo ahkami almaarufa, kuiletea ghunna Qur'ani juu ya uimbaji wa watu wazushi na juu ya kanuni za kimziki. Asifanye hivyo ikawa Qur'ani anayesoma lakini amepita katika uimbaji wa mubtadi'a, kama vile asufia. Wana baadhi ya mambo yao na mahadhi yao na usomaji, kimsikiliza unajua hii ni nyimbo au Qur'ani.
wanayo baadhi ya wasomaji yao. Lakini vile vile ukapita juu ya kanuni za kimziki, mziki una kanuni zake, kwamba sauti hii namba 1, sauti hii namba ngapi, au juu ya makamati ambao wanaleta sufia, makamati ambayo hutumika katika miziki pia. Makamati mnayajua kama yapi? Kuna maqamul bayati, mambo ya bayati yapo anayofanya katika hizo wanazoziita kasida. Pia katika miziki kuna bayati, pia ahlu sufia anayo hayo mabayati. Kuna maqamu na hawandi wanazileta vile vile. Kuna maqamul hijaz, siba, sika, al-ajam na nyinginezo. Makamu ziko nyingi sana, na nyingine zinaingiliana, baadhi yake kwa baadhi zinazalisha jina jingine. Zipo makamati, na nyingine ni maarufu zaidi kama makamu ya bayati na hijazi. Sana watumia watu hawa wa maulidi hawa katika kaswaidi zao za minanda, sana wanatumia. Hata watu wa muziki wanatumia. Sasa haitakiwi. Hata usomaji wao wa Qur'an wapita katika hayo makamati. Wanachoona wameyakataza makamati, kila mmoja asome kwa sauti yake bila ya kutumia makamati. Wasomaji wingi walio mashuhuri wanatumia makamati. Hata hao mnaoamini nyinyi kwamba wale ndio wanatumia makamati pia, hamtaka niwataje? Ukiwataja mtawafuatishia tena, si mtawaacha mimi. Twende mbele. Kwa haitakiwi kusoma kama ule uimbaji wa watu wazushi, au kupitia kanuni za kimziki kwa sauti yako wewe unaipeleka kama vile mziki. Kuna watu wasoma Qur'ani tena kwa hapo, pandisha kidogo hapo, weka namba 2, apandisha sauti, anasoma Qur'ani wewe. Kwenye mada namba weka namba 3 hapo, anavuta sana, shusha. Wengine kwa mikono, utakifanywa hivi basi tayari anajua hapa nitie mawimbi hapa. Lakini asoma Qur'ani wewe, la, haitakiwi. Hiyo ni katika kanuni za kimziki. Kichwa cha habari cha mwisho anasema al-fathu ala al-imam, kumkwamua kisomo imamu. Al-fathu ala al-imam, kumkwamua kisomo imamu, yani kumkosoa imamu wakati amesoma kisomo kikamtatiza, au akakwama, au akakosea, au akasahau. Ndio al-fath. Al-fathu ala al-imam, kumkwamua kisomo imamu. Wa yushra'u lilmubtadi, na panawekwa sheria kwa mwenye kumfuata imamu. Tumesema al-muqtadi ni nani? Al-ma'mum. Wa yushra'u lilmuqtadi ay lilma'mumi, na panawekwa sheria kwa mwenye kumfuata imamu. An yataqassada al-fatha ala al-imam, kukusudia kumkwamua imamu. An yataqassada al-fatha ala al-imam, kukusudia kule kumkwamua imamu. Idha irtajja alayhi fil qira'ah, idha irtajja alayhi fil qira'ah, pindi atakapotatizika kwenye kisomo. Idha irtajja alayhi, idha iltabasa, atakapotatiza kwake yeye, fil qira'ah, kwenye kisomo. Kisomo kikamtatiza, kikampiga chenga, hajui, kaingia idha samaa'u shaqqat, nadhani kama hivyo, akatokea kwenye watini kule, illa alladhina amanu wa amilu salihati, atakiwa sema lahum ajrun, akasema falahum. Akatokea kwenye sura nyingine, unatakiwa al-fathu pale umrejeshe imamu, useme lahum, ili akumbuke naye. Zipo hizo kama suratul asr na nyinginezo, illa alladhina amanu wa amilu salihati, zinaingiliana. Unaweza kuingia kwenye sura ndogo ukamalizia kwenye sura kubwa, au kaanza kubwa ukajiona mbona nimemaliza, kumbe umefika wala asr. Wakati mwingine lazimia kurefusha kisomo, unajua hapa ndo kwanza illa alladhina amanu bado, lakini mara watawasu bil haqq watawasu bis sabr, hauendelei tena. Sasa nyewe wa nyuma nyinyi ambao mnamsikia imamu ndio mnafika al-fathu pale, mnamkwamua imamu. Au kafika sehemu kanyamaza, kasahau kabisa, sio kama katatizika, kasahau, unamkumbusha kile kinachofuata ili iendelee. Lakini wengine hatuwakumbushi. Kwa nini? Ashajua yeye sura hajahifadhi, ang'ang'aniza kusoma hiyo hiyo, kila akenda kakwama, kila akenda mara 2, shamkwama mara 3, ndani ya aya 5 tushamkwama mara 3. Sasa wakati mwingine tumnyamazie ile ya rukuu,
Tukunyamaza hivi na twajua rukuu wangangana nini hapo? Si rukuu tu shehe. Tena ushasoma muda mrefu huko. Umekusudia tukumalize ile sura, hatukukwamua. Kwa sababu unawatia watu uzito, unawakosesha khushui na ladha ya kisomo. Makosa mefululiza. Soma sura ndogo ya kueleweka. Lakini kosea imamu kawaida unafanya al-fath. Al-fathu ala al-imam, kumkwamua kisomo imamu. Na hili katika misikiti yetu mengine hii ni shida. Jaribu kukwamua uone. Jaribu tu. Umemkwamua imamu salatu al-isha alfajiri hauamki. Mguu umevimba huo. Hilo. Nini kamkosoa mzee Juma kwenye swala isha jana? Na yeye hata kukosolewa sasa mzee Juma. Yeye kila kitu wajua. Sasa muangalie pia mazingira. Tukosoane huko kwenye misikiti yetu. Lakini huko angalia na mazingira. Kwa kuwa sio jambo la lazima, basi usitafute shari na watu. Hasa unapoona mazingira hawataki na ni wakaidi, unaanza kumfanyia mtu lolote kwa sababu ya hili, basi nyamaza. Wallahu a'lam. Kisha utaanza ar-rukuu, kurukuu na namna yake mpaka tutakapofikia insha Allah. Kitabu kinaenda hicho.